Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ahidi kujibu mashambulizi endapo nchi ya Rwanda itaivamia Burundi kupitia mgogoro unaoendelea mashariki ya Kongo. Nchi ya Angola yatangaza kujitoa rasmi katika nafasi yake ya upatanishi wa mzozo kati ya DRC na kundi la waasi la M23. Na katika mchezo, timu ya Taifa Stars leo usiku wanashuka dimbani kuvana na timu ya taifa ya Morocco katika kuania kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Hujambo mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu katika habari. Mimi ni Philipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Lakini siko peke yangu, niko naye winga Teresa Witness Alano Singalawa, yeye atakuangazia habari za michezo pamoja na burudani. Mtazamaji karibu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameahidi kujibu mashambulizi endapo Rwanda itajaribu kuivamia Burundi kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate taarifa zaidi. Rais Evariste Ndayishimiye anasema kuwa mpango wa Rwanda kuivamia Burundi kupitia eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vuguvugu la Red Tabara, ameahidi kuwa watajilinda dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa Rwanda. Akiongea na chombo cha habari cha kimataifa, Rais Evariste Ndayishimiye anasema kuwa wamepata taarifa za kuaminika kuwa Rwanda inapanga kushambulia Bujumbura kupitia Kongo. Rais Ndayishimiye anasema Rwanda inajaribu kuwavamia kupitia ardhi ya DRC ili wasisingizie kuwa ni waasi wa Red Tabara na M23. Aidha, ametoa onyo kuwa endapo wanaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi Burundi inaweza kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo, zaidi katika vipaumbele vya jumla vya Umoja wa Afrika. Yakini Mwakatobe, Channel 10 Plus. Wakati hayo yakiendelea huko nchini Burundi, ofisi ya rais wa Angola imetoa taarifa kuwa taifa hilo limejiondoa katika nafasi yake ya upatanishi wa mzozo wa mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakati huu ambapo mzozo kati ya nchi hiyo na kundi la M23 ukizidi kushika kasi. Tupate taarifa zaidi. Angola imehitimisha jitihada zake za upatanishi katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kati ya jeshi la serikali FARDC na kundi la waasi wa M23. Kundi la M23 linaloongozwa na Corneille Nangaa linaendelea na mapigano dhidi ya FARDC, ambapo hadi sasa limefanikiwa kuiteka miji mikuu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikiwemo Goma, Bukavu, Nyabibwe na Walikale. Angola chini ya rais wake Joao Lourenco ilijitosa kuwa mpatanishi kati ya pande hizo, jitihada ambazo nazo zimegonga mwamba. Badala yake taifa hilo limetangaza kujiondoa. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Angola imesema Angola inaona ni muhimu kujiondoa katika jukumu la upatanishi wa mzozo huu ili kujikita zaidi katika vipaumbele vya jumla vya Umoja wa Afrika AU. Mimi ni Salma Shabani, hii ni Channel 10 Plus. Naam, shukrani Salma Shabani kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametoa pole kwa wakazi 319 waliopata maafa ya nyumba zao kuezuliwa na upepo kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia Machi 24 katika manispaa ya Msoma mkoani Mara. Waziri Mkuu amesema serikali inachukua hatua za haraka kuhakikisha wananchi wanarejea kwenye maisha yao ya kawaida. Musa Makali anaripoti kutokea mkoani Mara. Waziri Mkuu ametoa pole hiyo kwa njia ya simu kupitia mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi alipokuwa akipita kuangalia madhara yaliyojitokeza kufuatia mvua kubwa iliyonyesha ikiambatana na upepo mkali usiku wa kuamkia Machi 24 hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara na kupelekea baadhi ya kaya kutokuwa na makazi ya kuishi kwa sasa. Ndugu wananchi, poleni. Poleni sana, tumeona hilo tukio kupitia vyombo vya habari. Nataka niwafikishie pole, na Mheshimiwa Rais amenipigia muda mfupi uliopita akitaka taarifa, na nilipomwambia kwamba sasa nataka kuzungumza na wananchi kule, amenituma niwape salamu za pole. Tumeshamleta mtu wa maafa, ameondoka alfajiri leo Dodoma, anakuja kuungana na timu ya maafa hapo Msoma, na atakapofika
watashirikiana kufanya uratibu wa madhara hayo ili serikali ione namna mzuri ya kusaidia kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye eneo hilo. Ni wasihi wakati huu mwe watulivu, lakini pia mtoe ushirikiano kwa uongozi wa mkoa na wilaya ili waweze kushughulikia vizuri jambo hilo na hatimaye serikali tuweze kujua namna mzuri ya kulisaidia. Haya takriban 319 kuna maeneo mbalimbali yaliyopata madhila hayo, ikiwa ni pamoja na majengo ya taasisi za serikali, alafu na nyie watu binafsi. Jambo moja kama mkoa ambalo tunashukuru ni kwamba hakuna kifo. Pembeni yangu ni Bibi Evelyn Msuba ambaye ni mkazi wa hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara. Mkuu wa mkoa Mara Kanali Evans Mtambi ameamua kuchukua hatua za haraka kuhakikisha anarekebisha nyumba ya bibi huyu ili kuhakikisha anarudi kwenye maisha yake ya kawaida. Leta mafundi wafanye tathmini leo wafanye tathmini, tupate mbao na bati, ikiwezekana kesho waanze kazi. Muombea aendelee na kazi yake vizuri, mtoto wa watu baba. Hiyo kama hivyo magodoro yangu, nguo za watoto za shule pia zimepelekwa na maji. Sasa changamoto iliyopo sana, tukienda kule ambako mmepeleka misaada wanatuambia kwamba sisi shia yetu haimo. Kiendelea kwa moyo huu, serikali inaendelea kuaminika 100%. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine. Shirika la utangazaji la Al Jazeera limeripoti kuwa mwandishi wake wa habari anayefanya kazi na moja ya channel zake ameuawa katika shambulio la Israel akiwa ndani ya gari lake kaskazini mwa Gaza. Tupate undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa shirika la ulinzi wa raia la Gaza, limethibitisha kifo cha Hussein Shabati aliyekuwa akifanya kazi na Al Jazeera mubashir. Aliuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Israel lilolenga gari lake jana mchana karibu na sheli ya mafuta katika mji wa Beit Lahia. Aidha, shirika hilo limethibitisha pia kifo cha Muhammad Mansour, mwandishi wa habari wa televisheni ya Palestina Today yenye uhusiano na Islamic Jihad, ambaye aliuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yake karibu na mji mkuu wa Khan Younis jana asubuhi. Msemaji wa ulinzi wa raia wa Gaza, Mahmoud Basal, amesema kuwa zaidi ya magari 10 yamelengwa na mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Katika taarifa yake, jumuiya ya wanahabari wa Palestina imelaani vifo vya Shabati na Mansour, ikivitaja kuwa uhalifu uliorekodiwa kwenye rekodi ya ugaidi wa Israel. Jumuiya hiyo imesema kuwa zaidi ya waandishi wa habari 206 na wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuawa tangu kuanza kwa vita hivyo vilivyotokana na shambulio la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, watu 730 wameuawa tangu Israel kuanza tena mashambulizi Machi 18 mwaka huu, ikiwa ni pamoja na watu 57 waliouawa katika saa 24 zilizopita. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Na shukrani Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi ametangaza kiama kwa watu wanaofanya uhalifu mtandaoni, wakiwemo wale wanaotuma ujumbe mfupi wa maneno wakitaka watumiwe fedha, akisema kuwa serikali itaanza kuwataja hadharani ili kukomesha uwizi huo. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Naibu Waziri akiwa katika ziara ya kazi mkoani Songwe ametembelea mpaka wa Tunduma akikagua hali ya mawasiliano katika mpaka huo wa Tanzania na Zambia. Tusemi kama ni nani aliyekuwa anatumia ile namba, tunaishia tu kuifunga na watu wengine wanapelekwa mahakamani, lakini tulikuwa hatusemi. Kwa hiyo tunakoelekea sasa tutakuja kuwaweka pia wazi kama wahalifu wa mitandaoni ili kukomesha hili swala. Na tutafanya hivyo kwa kufuata sheria, taratibu zote, kwa sababu jeshi la polisi kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani na sisi Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeamua kushirikiana kwa dhati kuondosha hili wimbi lote la hawa wahalifu wa mitandaoni. Mkuu wa wilaya Momba Elias Mwandobo akaeleza namna wananchi wa wilaya hiyo wanavyoibiwa fedha na wahalifu hao mtandaoni,
Wakati huo, uongozi wa mfuko wa mawasiliano kwa wote na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kanda ya Nyanda za Juu Kusini ukaeleza hali ya mawasiliano ilivyo katika wilaya ya Momba. Hasa nyinyi watu wenu mnaowatuma kuwafanyia usio wanakuwa ni mawakala. Kwa ni tatizo kubwa sana kuwarubuni kwamba lete simu yako na ana smart ajui kwamba lete na kadi ya simu na kadi ya benki. Tulifanya utambuzi wa maeneo yote vijijini. Kwa hiyo tulitembea vijiji, nadhani mwaka juzi vijiji vyote 72 ndani ya wilaya ya Momba ambao vimefanikisha kama alivyosema mheshimiwa kuingizwa kwenye miradi mbalimbali ya serikali. Nadhani mwenzangu wa Yusuf atakuwa na taarifa zaidi. Lakini pia kama mamlaka mawasiliano huwa tunafanya vipimo vya ubora wa mawasiliano kwa wilaya, kwa mji wa Tunduma kutokana na umuhimu wake. Kwa mwaka tunafanya mara 2. Kutoka Tunduma mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa. Na mtazamaji kutoka Songwe na sasa ni nchini Marekani. Abiria 257 wa shirika la ndege la United Airlines walikumbwa na mshangao baada ya ndege yao kurejea ghafla Marekani ikiwa safarini kuelekea Shanghai nchini China. Kisa mmoja marubani alikuwa amesahau pasi ya kusafiria. Ndege ya United Airlines aina ya Boeing 787 iliyokuwa ikisafiri kutoka Los Angeles kuelekea Shanghai ilianza safari majira ya saa 8 mchana kuelekea Shanghai, lakini masaa mawili baadaye iligeuza na kurejea San Francisco na kutua majira ya saa 11 jioni kwa saa za Marekani. Baada ya kutua San Francisco, abiria walipatiwa vocha za chakula zenye thamani ya $30 kila mmoja na fidia nyingine kupitia mfumo wa malalamiko wa shirika hilo. Kulingana na taarifa ya United Airlines, kampuni hiyo ilisema ndege hiyo ilipangiwa rubani na wafanyakazi wengine ilianza safari tena majira ya saa 3 usiku na kuwasili Shanghai ikiwa nyuma ya ratiba kwa takribani saa 6. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Lumuma wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha afya ambacho kitaboresha huduma na kuokoa maisha ya mama na mtoto. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Lumuma, moja ya kata zinazochangia mapato makubwa halmashauri ya wilaya ya Kilosa kupitia kilimo cha vitunguu na nyanya, haijawahi kuwa na kituo cha afya, hali inayosababisha wakazi wake kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kituo cha afya tulikuwa tunafanya kama ni ndoto. Na kweli jamani, Mungu awabariki sana viongozi wote wa juu. Mwanzo tulikuwa tunapata changamoto za huduma kwa gharama, lakini natumaini kwa kituo hiki tutakacholetewa tutapata huduma ya bei nafuu. Lakini tosha tu kusema Mheshimiwa Rais amewaokoa kina mama wa Lumuma, amewaokoa watoto wa Lumuma, amewaokoa bodaboda, amewaokoa mamalishe, amewaokoa watu wote kwa kutuletea fedha milioni 678 kujenga kituo cha afya hapa Lumuma. Katika ziara yake jimboni, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kilosa, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema ujenzi wa kituo hicho utahusisha majengo 7 ikiwemo jengo la upasuaji, OPD na maabara ya kisasa. Tayari watumishi 8 wakiwemo mganga mfawizi wameshapangiwa kazi mara baada ya ujenzi kukamilika. Kwa siku ya mwisho ya ziara ya Dr. Samia Suluhu Hassan, miongoni mwa zawadi alizotupa wana Kilosa ni fedha ya shilingi milioni 678 ya kujenga kituo cha afya Lumuma ambacho kinaanza na majengo 7. Na katika hayo majengo 7, moja ni theater itakayofanya upasuaji. Na tofauti na vituo vingine vyote vya afya tulivyojenga, tumejenga kituo cha afya Nembo, tumejenga kituo cha afya Uponela, tumejenga kituo cha afya Ilonga, tumejenga kituo cha afya Dumila. Hiki ndio kituo cha afya kabla hakijaanza kujengwa amekwisha leta watumishi 7. Watumishi 8. Na tayari daktari mkuu wa kituo cha afya yupo. Jimmy Mengele. Kufuatia mabadiliko ya tabia ya nchi yaliyotokana na shughuli za kibinadamu zilizosababisha uharibifu wa mazingira na kupelekea kukosekana kwa mvua za uhakika, wadau wa mazingira wilayani Handeni mkoani Tanga wameanza kupanda miti na kuhamasisha wanajamii kutunza na kuhifadhi mazingira. Tupate taarifa zaidi.
Wadau hao ni taasisi isiyo ya kiserikali ijulikanayo kwa jina la REFO ambayo imefanya zoezi la upandaji wa miti kwenye shule ya sekondari Kidereko na kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira kama wanavyoelezea viongozi wa taasisi hiyo. Tunasaidiana na walimu kuzidi kuwaelekeza wanafunzi nini faida ya misitu. Sababu tunaamini mwanafunzi anapotoka hapa basi anaenda kuwa mwalimu mzuri kule mtaani, majumbani anaporudi. Ataenda kufundisha ndugu zake, ataenda kufundisha watoto na marafiki zake mitaani faida za misitu na hasara za kukata miti. Dunia nzima sasa hivi wana jihusisha na masuala ya mazingira, kuboresha mazingira, na mazingira ndio kila kitu. Maisha yetu yanalindwa na mazingira. Kwa hiyo tunadumisha hiyo kwa kuona kwamba tunapanda miti kwa ajili ya uhakika wa chakula na pia kuboresha maisha ya wanadamu. Wakielezea zoezi hilo la upandaji wa miti na faida zake, baadhi ya walimu pamoja na wanafunzi wa shule hiyo wamesema ni jambo ambalo kwa kipindi kirefu tulikuwa tukiwafundisha watoto wetu juu ya utunzaji wa misitu, lakini leo hii wameweza kufanya zoezi hilo kwa vitendo zaidi. Maana yale ambayo tulikuwa tukiwafundisha darasani leo hii wamefanya kwa vitendo, ambayo tunaamini miti hii itakuja kuwa ni faida baadaye kwa vizazi vijavyo. Tunaweza tukajipatia matunda kupitia miti ya mikorosho, lakini kuna vivuli. Kwa upande wangu nimependezwa sana na swala kupanda miti katika shule yetu kwa sababu kuna changamoto sana ya miti. Hatimaye naona tunapanda miti tunaweza kupata mambo mengi mbalimbali. Lakini kuna changamoto ya wafugaji. Kwa tunaomba wafugaji wasipitishe mifugo yao ili tuweze miti yetu iweze kukua. Kwa sababu tunapanda miti mingi lakini wafugaji wanapitisha miti, hatimaye miti yetu inakufa. Tutahakikisha miti inapata utunzaji mzuri ili iweze kukua. Maana tunajua miti ina umuhimu mkubwa kwa sisi wenyewe wanafunzi na baadaye na kizazi endelevu. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10+. Naam, shukrani Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutokea hapa Channel 10+ habari. Nami ni Filipina Ndwata, na muda mfupi ujao utakuwa naye winga Teresa Witness Alano Singalawa katika upande wa michezo pamoja na burudani. Naam, asante Filipina Ndwata kwa kunipa kijiti kwenda kudunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami winga Teresa Witness Ngalawa. Na moja kwa moja naanza na story ama taarifa ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo inakabiliwa na mechi ngumu ya ugenini dhidi ya wenyeji wao Morocco ili kufuzu fainali za kombe la dunia kwa mwaka 2026. Masaa mawili tu yamesalia kutoka hivi sasa, ambapo mchezo unaenda kuchezwa saa 6:30 usiku huu, usiku wa kuamkia leo katika uwanja wa Oda nchini Morocco, ukiongozwa na refa Alhad Mahmat kutoka nchini Chad. Ushindi katika mechi hii utaifanya Taifa Stars ifikishe alama 9 na hivyo kuweza kusogea hadi nafasi ya pili kwenye msimamo wa kundi lake. Endapo Stars ikapoteza hii leo, itawafanya Morocco kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu michuano hiyo ya kombe la dunia kwa kufikisha alama 12 ambazo hazitofikiwa na timu za Tanzania, Niger pamoja na Zambia, hata kama zikipata ushindi katika mchezo yao ya mwisho kutoka kundi hilo. Taifa Stars inaingia katika mchezo huu ikiwa haina kumbukumbu nzuri ya wenyeji wao Morocco, ambao mechi ya mwisho walipokutana na Tanzania ilipoteza kwa kula kichapo cha mabao 3-0. Namna hivyo, nikiachana na taarifa kuhusiana na vijana hao wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakienda kukipiga muda mchache kutoka sasa huko nchini Morocco, melekea upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hatimaye waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Yanga pamoja na Simba ili kutatua mgogoro ambao unaendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Simba na Yanga. Kwa mujibu wa taarifa, kikao hicho kitafanyika hapa jijini Dar es Salaam Alhamis na maofisa kutoka Yanga, Simba,
TFF pamoja na bodi ya ligi, na wamejurishwa tayari kwa taarifa hiyo kuhudhuria mkutano huo. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, yeye amethibitisha kikao hicho ambapo kitafanyika hapa jijini Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri Kabudi. Ajenda kuu ya mjadala huo unaendelea ni kuhusiana na kusogezwa mbele kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba. Ni mchezo babu kubwa, ni dabi babu kubwa Afrika Mashariki na Kati kwa watani hao wa jadi Simba na Yanga. Nikiachana na taarifa hiyo, nikielekea moja kwa moja mkoani Mwanza. Chama cha soka la wanawake mkoa wa Mwanza kimewaomba wadau wa michezo kuisaidia ligi ya wanawake ya mkoa huo kwa kuipatia vifaa mbalimbali vya kimichezo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Henry Kavirondo. Ligi soka la wanawake mkoa wa Mwanza inaunguruma. Nyasi za dimba la Sabasaba wilaya ya Ilemela zikikauka. Kutokana na umuhimu wa ligi hii, mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake mkoa wa Mwanza Sofia Tigalioma amevitaja vifaa hivyo kuwa ni mipira, jezi na mahitaji mengine ili kukuza soka la wanawake. Kwa kweli nawashukuru wanaojitolea kusimamia mpira wa miguu wa wanawake, wanafanya kazi kubwa. Tunaomba basi wadau wanaoona hili watu support, hata ukituletea maji tu sisi tunafurahi. Ukituletea vifaa mbalimbali vya kucheza jezi nini, unaona watoto wanajitoa, viongozi wanajitoa, na sisi pia tunajitoa. Pia kagusia jitihada zinazofanywa na shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kushirikiana na chama cha soka mkoa wa Mwanza MZFA. Napenda shirikisho letu kwa Rais Karia, nampenda rais wetu na mwenyekiti wetu Somoe Ngitu, yani bila kuwasahau sasa walezi wetu. Kwa kweli MZFA inayoongozwa na Mheshimiwa Rufano, mwenyekiti wetu shupavu, kwa kweli amenilea na mpira na uweza, mpira naujua na uongoza na uweza. Kwa kweli MZFA wako vizuri, wanatusaidia sana, wanasimama na sisi. Kiumjumla sisi kama MZFA tumejipanga kuhakikisha mashindano yanakwenda vizuri, na ndio unavyoona tumekuja kusimamia kuhakikisha kwamba ligi inachezwa kwa uhuru na haki na kwa kufuata taratibu zote za msingi za kusimamia mchezo. Kwa upande wao, makocha na wachezaji wa timu zinazoshiriki katika ligi hiyo wameelezea malengo yao katika mashindano hayo, huku wakiwahimiza wadau kujitokeza. Tumejipanga tu vizuri, nia na malengo yetu ni kuchukua ubingwa, ndio malengo makuu, na lengo lingine ni kuendeleza na kukuza vipaji. Kwa kweli uwanja una changamoto. Kule tunapofanya sisi mazoezi uwanja ni mbovu, vifaa hatuna, jezi, mipira na vingine. Tusapoti jezi, vifaa vingine vya mchezo, mipira na kutengenezea uwanja. Timu 9 kutoka wilaya za Ilemela, Nyamagana na Kwimba zinatarajia kushiriki katika ligi hiyo. Henry Kavirondo, michezo na burudani, Mwanza. Namna hivyo Henry Kavirondo ndivyo ambavyo anatamatishia yale ya dawati la michezo upande wa kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kunani huko kimataifa? Moja kwa moja tuungane na mwanamchezo wetu kufahamu kinaga ubaga yaliyojiri kimataifa. Wachezaji wa timu ya taifa ya Cameroon wameitisha mkutano na waandishi wa habari kuonyesha kuchoshwa na ugomvi kati ya Wizara ya Michezo na shirikisho la soka nchini humo FECAFOOT. Wachezaji hao wamezitaka pande zote mbili kufanya kazi kwa amani kwa sababu mapambano yanaathiri mipango ya maandalizi ya timu yao ya taifa. Wachezaji hao wamebainisha kwamba Wizara ya Soka inafanya vizuri kusaidia shirikisho, lakini wizara hiyo inapaswa kuacha mashirikisho yaendeshe soka kama ilivyoagizwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Kwingineko, kocha mkuu wa klabu ya Real Madrid Don Carlo Ancelotti ametunukiwa tuzo ya Pancina d'Oro Special ambayo ni heshima ya kocha bora Muitaliano duniani wakati wa hafla inayoandaliwa na shirikisho la soka la Italia mjini Florence. Kocha huyo wa Real Madrid alitambuliwa kwa mafanikio yake ya ajabu ya kushinda taji lake la 5 la ligi ya mabingwa, lakini ni la 15 kwa ujumla la klabu hiyo, na pia kwa kazi yake nzuri. Pancina d'Oro ni tuzo inayotolewa kila mwaka kwa makocha bora Italia, huku washindi wakipatikana kupitia kura inayoongozwa na idara ya ufundi ya shirikisho la soka la Italia.
Hapo awali Ancelotti alitoa tuzo hiyo katika misimu ya 2002-2003 na 2003-2004 na pia alitunukiwa Pacino d'Or Special mwaka 2018 kwa mchango wake bora katika soka. Mimi ni Juma Abdurrahmani. Hii ni Channel 10 Plus. Namna hivyo Juma Abdurrahman ndivyo ametujuza yale ambayo yamejiri kunako viunga mbalimbali kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani kunani moja kwa moja, tuungane na msimulizi wetu kufahamu yapi ambayo yamejiri upande wa burudani. Mwanamuziki, mwandishi, rapa na mtayarishaji wa muziki wa Marekani Travis Scott ametangaza kuileta ziara yake ya Circus Maximum Tour katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini Oktoba 11 mwaka huu. Kupitia ukurasa wake wa mitandao wa Instagram, star huyo ametangaza ujio wa show hiyo huenda ikafanyika katika dimba la FNB lenye uwezo wa kubeba watu 94,736. Ikumbukwe Julai mwaka 2023 Travis Scott alitangaza kuja Afrika katika Pyramid za ajabu za Gaza huko nchini Misri kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa albamu yake ya Utopia, lakini haikufanyika baada ya waandaaji wa onyesho lake la Live Nation kudai kupata changamoto ya utayarishaji wa show hiyo eneo la jangwa, huku wengine wakidai ni Illuminati na tamaduni zao haziruhusu hivyo vitu. Alin German, Channel 10 Plus. German ametufahamisha yale ambayo yamejiri upande wa burudani kwa jua wasanii mbalimbali ambao yanaendelea kwa siku ya leo. Na sasa ni ule wasaa wa yale ambayo yanabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, TikTok na mitandao tofauti. Na hii moja kwa moja leo mtandaoni bwana inatoka nchini Nigeria, ambao mijadala imekuwa mingi huko mtandaoni kuhusu tamaduni na desturi ya kabila la Ijao kutoka huko nchini Nigeria. Kubwa ni namna biharusi wengi huonekana wakiwa wamenuna huko wakimiminiwa pesa, wengi wakidhani huenda kwa namna moja ama nyingine ndoa hizo zimekuwa za kulazimishwa, lakini ukweli ni kwamba sivyo ambavyo wengi wanadhani. Kabila la Ijao linaaminika kuwa la kitajiri zaidi nchini Nigeria na linaishi na kuenzi mila na desturi zao, ikiwemo ndoa ambapo harusi nyingi hubeba taswira ya tamaduni yao, na kwamba bibi harusi hatakiwi kutabasamu hadi pale atakaporidhika na kiasi cha pesa atakachotuzwa na bwana harusi pamoja na marafiki zake. Kulingana na tamaduni hii ya Kinigeria, bibi harusi hatakiwi kabisa kutabasamu hadi pale ajiridhishe na kiasi cha pesa alichozawadiwa. Swali linabaki kwako mtazamaji wetu, waonaje tamaduni hiyo? Je, wapenda mila hii? Ungekuwa wewe ndio mwanamke, ungenuna kwa muda gani? Tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi katika ukurasa wetu wa YouTube. Tunajulikana kama Plus Digital. Nini mtazamo wako kuhusu kabila hili la Ijao? Usisahau pia kusubscribe, kucomment, kushare video pamoja na kulike. Kwa wakati huu ndivyo ambavyo na hitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kuhusiana na kabila hilo la Ijao kutoka huko nchini Nigeria. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, ni kurejesha kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, huyo ni Winga Teresa Witness Alanu Singalawa. Ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani. Nami sina la ziada kutokea hapa. Ulikuwa nami Philipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.